asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo Bwana ametupatia. Mungu akubariki sana popote ulipo. Ni kipindi chako Amka na Neno, mtumishi wa Mungu Paul Kalenga. Nipo hapa kwa ajili ya kuletea neno hili. Nilikuwa nakwambia jana sababu za kutofanikiwa kwa watu wengi. Ukiachana na hizo dhambi unazosema, ukiachana na vile unavyofanya. Nilikuwa nakwambia jana katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Kwa kila jambo kuna majira yake, au kutambua majira na nyakati zako. Haleluya. Nilikuwa nakwambia jana kuna watu mlitakiwa muolewe mkiwa na miaka 20, 21, 22. Lakini muda ule wewe ndio ulikuwa unadanga. So wakati unadanga unafikiri wanaume walivyokuja kukuoa wakakukuta uko katika hali fulani hivi. Wakaogopa. Walikuja mwingine akasema hapana, mimi bado sijaokoa kuolewa. Kumbe mbele ya macho yako njia yako inaonekana ni safi. Kama vile mtunza Zaburi anasema ipo njia inaonekanayo safi machoni pangu, bali hiyo njia ni njia ya mauti. Kwa hiyo ulipojiona kwamba njia unajishikilia mwenyewe, umri bado mimi. Unaona hii kazi hapana, mimi sio kufanya kazi, mimi kijana. Hiki na hiki mimi sio cha kufanya. Ndio ilikuwa majira ambayo Bwana alikuwa amekupatia. Ndio ilikuwa majira Bwana alikupatia. Ukaipiga teke. Kwa leo majira yameshapita. Ukichukua katika hiyo andiko ya Mhubiri 3:1 kushuka, anasema wakati wa kuzaliwa kuna wakati mtu anatakiwa kuzaliwa na wakati wa kufa na wakati anatakiwa ufe. Chelewa. Eti kuna wakati wa kupanda na wakati wa kungoa kwa kila kitu. Sasa kuna watu ndio nilikuwa nawaambia tena jana nikasema kwamba wewe ni mdumishi. Unataka kwenda kufanya huduma sehemu. Wakati wa matokeo ulitaka Mungu afanye matokeo, ukiimba watu waanguke, ukiombea watu manifestation ya kimungu ionekane. Wewe ukafeli kwa sababu gani? Ulishinda kutengeneza jana. Majira alikuwa ni jana, uombe ili leo ukiingia kwenye issue Bwana kuonekanie. Lakini wewe kuomba ukataka kwenda kuleta yale matokeo, unayapataje? Kwa kutambua majira pia ni sababu mojawapo ya Mungu kukuwezesha. Je, unaomba upo kwenye majira yako au majira yako yameshapita? Ndio unajikuta unaomba kile kitu na kifanikiwe. Unataka kuolewa bado wewe waumeza watu ndio waume zako. Bwana naona wewe ameshaolewa tayari na kwenye ukiweza kwa akupatie wako. Haleluya. Yeah. Unataka kijana upate kazi lakini kuna kazi ilikuja ukaipiga teko ukasema hii kazi siwezi nikafanya. Kuna watu kupitia hiyo kazi wanalisha watoto lakini ukasema no. Hii kazi siwezi nikafanya. Tayari ukapitisha neema yako. Haleluya. Kuna watu wengi sana kwenye Biblia hadi ilibidi wafanyiwe mbadala. Biblia inasema kwamba Lea alikuwa mbaya, yani mbaya rusho. Unaona? Alikuwa amekaa pale mpaka majira amepita yeye kupata mume. Lakini Biblia inasema iliomba wamtengenezee mazingira fulani wamchomekee tu sehemu. Haleluya. Wamchomekee sehemu, majira yamepita. Kuna watu leo mnakuwa mnaenda hata kwa ukeweza. Kwa sababu gani? Majira yenu yamepita. Mungu kile alichokifanya alikifanya kwa nyakati na majira. Kumbuka Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Kwa hiyo unapokuwa hapo, anza kutambua kwamba hii majira ni majira yangu au ni nini. Hata mke anapokuja anataka kuoa dada, anataka kuoa dada yangu. Anza kuangalia hivi ni majira yangu nini? Na kujua ni majira yako, si kujiuliza tu, hivi mimi nimeshatosha kuolewa? Sasa mtu anakuja, masomo nimeshamaliza, unaanza kukubisha. Sasa unatarajia nini akienda? Akitoka unatarajia tena nini? Wewe ushasoma ndio. Kazi inakuja ni ya ulinzi. Unakata kazi kwa sababu gani? Lazima unaweza kumwambia Mungu naomba pesa sipati. Akupatie kwa sababu kuna kazi alifungua milango lakini wewe ulishinda kujua ni milango ya nani? Ya Bwana. Mungu alikupatia mtaji ukapiga teki. Mtaji ukaja ukabeti. Sawa? Mtaji ukaja ukafanya vitu vyako. Sasa leo unaanza kulia kwamba sina hiki sina kile. Kumbe majira yako Mungu alikutengenezea lakini hukujua. Lakini nampenda Mungu. Anasema ile miaka ililiwa na nzige na parare na madumadu. Hiyo miaka Bwana atairejesha. Haleluya. Kumbe haujakuwa nje ya muda. Haleluya. Haujakuwa nje ya majira. Lakini wewe mtu akusoma majira na nyakati. Juu ya biashara yako soma majira na nyakati. Haleluya. Hii ni muda sahihi wa biashara unayofanya ama ulikurupuka ukafanya tu. Haleluya. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Baba nakushukuru kwa sababu mtumishi wako huyu ambaye utaenda kumfundisha zaidi kwa hiki ambacho nilichokisema leo katika jina la Yesu Kristo.
ninaomba na kukuamini Mfalme na Mungu wangu. Bwana, tuwezeshe kutambua nyakati na majira tunayotembelea ili tusianguke. Neno lako likatuangazie, kwa sababu neno lako ni taa ya miguu yetu na mwanga kwenye njia zetu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen.